Chujio. Mama. Hivi kuna nini? Nahisi inawezekana kwa kuna shida nyumbani. Au ile pesa ya matumizi ya mwisho wa mwezi ndio ambao anaitaka mama. Hebu acha nimsikilize kwanza mama. Mama yangu mzazi. Niambie mwanangu. Hujambo mama yangu wewe? Sijambo na huko mwanangu. Mama, mimi ni mzima wa afya, niko hapa tele na kusikiliza wewe kipenzi changu, roho yangu, mama yangu wewe. Sasa mwanangu kwa kunituka manake ni hali ya nyumbani, hujui nini. Yaani wewe uko bize tu na mambo yako. Kwa nini mwanangu? Hapana mama, mimi sijakususa. Ila kuna vitu nilikuwa naweka sawa, sijawasahau mwisho wa mwezi kwamba najua wajibu wangu kwenu nyinyi. Na mama. Ila mama ungenivumilia kidogo. Huu mwezi hela zimechelewa tu kuingia, mimi nitawapa. Wala msiwe na shaka mamangu. Siwezi kuwa mtu ambaye sina roho nzuri mamangu. Ndio nalio mwanangu. Ndio. Lipi hilo mamangu? Babangu. Amefanyaje? Anaumwa hali mbaya. Mama, mbona hujaniambia mapema? Tangia lini baba anaumwa? Mama, vitu kama hivyo mnasema mapema. Mama, basi subiri mimi nipange safari, nakuja sasa hivi mamangu. Hebu nisubiri kwanza, nakuja sasa hivi. Namsikia mama, namsikia. Ngoja sasa hivi mimi nakuja mamangu, wala usijali. Haya mwanangu haya. Haya, sawa. Ukubwa jalala. Ukubwa ni jalala. Miti michungu, maisha machungu, shida tu yani. Nimezunguka East Africa Mashariki na Kati, yani siwezi chochote. Sasa hapa maisha yalivyokuwa mimi nimepigwa kimaisha. Ukisikia mtu kapigwa kapigika ndo mimi. Yaani sijapigwa bali nimepigika. Yani hivi mtoto dunia ikikukataa. Maana sielewi, nimezunguka kwenda kibao nimeenda. Kuna sehemu mimi sijaenda lakini sielewi, nakwambia una cheti. Sina cheti na nilikimbia shule. Sijaenda iko hapo. Si nifanyeje? Kuna kazi sasa hivi ambayo bila cheti unapata? Kabogo kwa free. Nimsikize huko. Kabogo naweza. Tafuta kazi. Hapana, kazi ni. Kabogo. Bibi ndugu yangu, wako unanishtua nilikuwa kwenye wingu zito. Bwana. Nimekumaliza ndugu yangu. Bwana. Mwanangu vipi? Kama kawa kabisa. Unajua nikikuona mtu wa maana? Mtu wa maana sana. Sasa na hizo ndevu zako hizo. Acha mambo yako bwana. Yaani magouda. Naambia mwanangu wa faida. Na kwa gacho iftari nye. Sasa siku hizi mwanangu maisha yalivyokuwa magumu unaikaje iftari? Sema sio mbaya. Unajua nini? Bora umekuja wakati huu mwafaka kwa sababu wakati ndio wakati ambao nilikuwa na discuss. Kwa sababu ndugu yangu mimi ninavyokuambia nimezunguka. Yaani nimezunguka Dar es Salaam nzima. Nakujua unavyopenda kuaso mwanangu. Mimi naaso. Nafahamu vizuri sana. Nimetafuta kazi kia nikaenda sehemu naambiwa nini? Niwe na cheti. Sasa cheti ndugu yangu. Gamba. Mimi sina, unajua kama mimi nilikuwa yule nikinyoosha hivi kidole mwalimu anajua najibu swali kumbe naomba ruhusa kwenda chooni. Iweke vizuri. Cheti aka gamba. Sasa ndugu yangu, mimi hapa kuna kakazi ambapo nimekadiscuss. Ndugu yangu, yani mimi nilijua tu. Anakuambia hivi,
rafiki umfaye kwa dhiki ndio rafiki wa kweli. Lakini wewe ndugu yangu sio rafiki wa kweli. Sema mwanangu, hicho ambacho umekifikiria kuwa nacho makini sana. Kuwa nacho makini sana kwa sababu wenzako wanachomwa moto sasa. Sasa ndugu yangu nimeongea kwa ndugu yako. Ndugu yako nimekuletea ushauri ndio maana nikasema kuwa makini na hicho ulichokifikiria kukifanya kama ni kazi yako. Hebu ndugu yangu una safari ile ambayo unaenda? Afu mwanangu umenikumbusha jambo. Nimetoka kupokea simu hapa ya bi mkubwa. Ananieleza kwamba nyumbani baba hali sio shwari. Kwa hiyo wakati nakuja hapa nilikuja tuongee kidogo ili nipate uzuri wa kukuaga mimi. Nielekee kwa baba nikamwangalie. Nenda kamwage kwa baba. Maana nimekuja hapa nikajua rafiki yangu utanishauri vizuri lakini wewe ndo wale yani. Yaani sasa hivi wangu sio umebadilika kweli. Hapana mwanangu. Mimi nimekupokea pale na nini bandari pale nimekuleta huku sasa hivi unafanya ujanja. Narudia kukwambia tena mwanangu. Hicho ambacho nakizungumza kama ni kazi ambayo unataka kwenda kuifanya. Kuwa nayo makini sana. Bwana mimi nishakuwa makini. Kuwa nayo makini sana ndugu yangu. Nenda bwana. Poa mwanangu mimi naenda. Mtu nimempokea mimi hapa. Umeona? Nimempokea mimi. Nimemtoa huko nilio bandarini kwa huko alikuwa hapa julikani pangani. Kaja hapa da kachanda kutana basi nilio. Nimeanza kumuona kwenye kideo nimemuuzisha sura hivi. Alikutia ndo blandi. Nimempa ushauri kuna kazi akanifanye niwe hivi. Mtu anaanza kuita nini? Mambo yatojuaje watu wengine pu. Sipenda tu kama hao mimi. Kazini kwangu kuna kazi. Sasa ndo nimeanza kazi rasmi. Ambaye kama mganga Kabogo kutoka Sumbawanga. Hii kazi ziko hizo. Imeenda. Imeenda. Wanakuambia hii imeenda. Sasa mganga Kabogo. Mganga Kabogo kutoka Sumbawanga. Kurudisha nyote iliyopotea, kupata ndoa biashara. Yaani nilipa namba unapiga. Yaani nilipa namba hapo unanuka kabisa. Hapa nadhani maliza mtu akisema mganga Kabogo mwisho matatizo. Imeisha hiyo. Nilikuwa nakusubiria, yani wewe mwanaume wewe, usokuwa na haya. Nimekubadilishia namba ndio umepokea simu yangu, si ndio Sasa nakuambiaje? Mimi ndio cha upepo upo. Nilikuwa nakusubiri muda wote. Meseji zangu hujibu, simu zangu nakupigia hupokei. Hivi wewe kwa sababu yani ni sababu gani mimi niliyokufanyia? Nimekukosea nini mimi? Alafu kingine Nisikilize. Mimi ni cha upepo upo. Nadhani unanijua shughuli yangu. Umetembea na Mwanaidi, sio umetembea na Mwanaisha, sio umetembea na cha usiku. Mimi ni cha upepo upo. Na kuambiaje? Hivi mimi nilivyo mzuri, wakina Mpemba wote wananigombania. Sijui kina nani wananigombania eti wewe leo unanimute mimi kisa cha usiku. Na kuambiaje? Hujanijua vizuri wewe. Hujanijua vizuri na kuambiaje? Leo hii yani wewe nakwambiaje utanikoma. Yani utanikoma mimi. Yani wewe bwana, kwa uwezo kanisumbua mimi. Mimi ndio cha upepo mwenyewe. Na nakwambiaje? Mimi huwezi kanisumbua. Wewe unajikuta mjanja, unajifanya umetembea na cha usiku Sasa utanikoma vizuri mimi ni nani? Wewe unajikuta mjanja. Mwezio mjanja, yani kama uliamka asubuhi mimi niliamka zaidi yako. Yani kama uliamka saa 1 mimi niliamka saa 11 upo. Nakata simu hii. Hapa nampigia. Huyu anajifanya mjanja, hata nikoma leo. Chef. Halo mganga? Uko maeneo gani? Sasa nakwambia leo ndio siku ya kwanza kazini. Nimekuja kazini. Kazini kwangu kuna kazi. Manyanga hapa ngoja nianze kazi. Watu wa mashariki, wa magharibi, mizimu. Kitikitile baba, Bwana anakutegemea. Pana manyanga yangu,
Aya, kupiga vimacho, twende vimacho. Twende vimacho. Twende vimacho. Yaani vimacho hivi jini la kaskazini hilo. Sasa kuna jini twende vimacho. Twende vimacho. Twende vimacho hiyo mizimu. Mganga. Karibu na mizimu imenijibu maombi yangu. Vimacho mzimu vimacho kanijibu. Karibu kae. Karibu tulia. Tutu kama unataka kuteseka. Sawa. Asante sana kukaribia kwa mganga. Niambie shida ni nini? Shida yangu kuna mtu kaniuzi, kanichanganya. Ndio. Nataka nimweke kwenye chupa. Kwenye chupa? Napenda watu kama mlikuwa na ukatili kama nyie. Lugha za kikatili unazipenda. Siku inabidi uwe mkatili. Kwa hiyo nataka tumweke kwenye chupa. Amekusumbua. Amenisumbua. Yaani amekula muda wako. Limeisha. Unajua vimacho? Anataka ukitoka hapo kanitangaze mimi ndo mganga nani? Vimacho. Tupige vimacho. Twende vimacho. Twende vimacho. Unapigi vimacho utakuwa usaidia na mizimu wewe. Siwezi mganga. Uwezi vimacho? Sawa. Mizimu ya mashariki, mizimu ya magharibi. Amekuja huyo mtoto anataka dawa ya kumweka mtu kwenye chupa. Umeteseka na mapenzi? Unakaa ulikuwa single muda mrefu wewe? Rangi na support. Nakupa dawa ukitoka matokeo utayaona. Na ukitoka tu matokeo utayaona, sawa? Sawa. Tulia, usiogope mizimu. Kinjeketile baba. Saidieni maneno amekuja. Ana shida ya kumweka mtu kwenye chupa. Tulia, hii ni mizimu dawa. Mashi ngapi? Mimi? Sijui wewe mganga. 100 weka hapa. Kiweke. Weka mizimu. Mimi sihesabu, weka mizimu. Weka mizimu. Weka mizimu. 100,000. Weka mizimu. Weka hapa. Weka mizimu. Twende vimacho. Twende vimacho. Sasa wewe kwa sababu una moyo na mimi acha mganga nikuoneshe moyo. Umeona hii? Hii hapa. Ukitaka kwenda kuoga, utakuwa unaoga kwa siku 3. Anaanza kupiga simu. Shida si matumizi. Kwenye chupa kashaingia. Kwenye chupa kabisa mganga. Usiongee na mtu kitoka hapa. Nyosha moja kwenda nyumbani. Sawa? Usiongee na mtu. Hata wewe nisiongee na. Twende vimacho. Twende vima. Sasa wafikiri mimi ningekaa hivi nyoni. Si ningekufa njaa. Sasa fikira zote hizi mimi napata wapi? Hizi. Nilimwambia rafiki yangu kazi inalipa. Jamani. Sasa hapa nimvizie mkiti na wa mwisho aje tufanye mazingira. Ng'ombe kama hivi anaenda. Ndio. Sasa nipange vitongo kumpa dawa kwanza. Tujue tunafanyaje. Mama. Mwanangu. Mwanangu. Jamani mama. Zapa. Nzuri tu ndio hali unavyoiona ya babako kama unavyoona hivi. Ndio mama. Babako anaumwa. Toka juzi. Hatulali, hapakuchi, haviliki. Hivi unavyoona kuoga yenyewe ni mtihani nafanya kumsponge babako. Mama, ngoja niweke begi ndani, twende hospitali. Ndio fanya haraka mwanangu. Sio muda kuchelewa sasa hivi. Hakuna muda wa kupoteza. Fanya haraka kabisa. Basi mwanao amekuja mume wangu. Sasa hivi tunaenda hospitali, sawa? Mume wangu. Joto limepanda. Jirani. Karibu jirani yangu. Odi. Karibu sana jirani yangu. Habari hapa. Jirani, habari hapa kama unavyoiona. Yesu wangu, bado unauguza. Wewe acha. Baba bado hali yake kama unavyoiona, hali bado mbaya. Mambo hayaeleweki. Jamani, shoga yangu. Tumpeleke kwa mtaalamu. Na kuambiaje, mimi nilikuwa na matatizo. Nilikuwa na shida chungu mzima. Unanionaje? Wewe hapo? Mimi hapa. Cha upepo wewe? Mimi cha upepo. Ikawaje? Kabogo ndo habari ya mjini. Kabogo? Katoka Sumbawanga mama. Kwenye bango lake kaandika unalipa, nalipa namba ipo. Huyo mganga kiboko. Anamaliza.
Anamaliza. Kwa hiyo unataka kuniambia matatizo ya mume wangu mimi tukienda kwa huyo Kabogo yanaisha? Yote. Kweli kabisa. Wewe. Mama, mama jiandaeni twende hospitali jamani, jiandaeni twende hospitali. Si nimekwambia tunaenda hospitali mama. Sikiza mwanangu. Huyu hapa shogangu amekuja hapa. Ameniambia pana mganga anaitwa Kabogo. Ujambo? Jirani samani za saizi. Salama mzima. Hivyo tu jirani yangu. Umenisikia mwanangu? Ndio. Pana mganga anaitwa Kabogo, shogangu ameniambia huyo mganga yuko vizuri. Haya matatizo babako yote tukimpeleka kwa Kabogo yameisha. Mganga tena mama? Ndio. Hapana mama. Mimi siafiki hilo swala la kumpeleka baba kwa mganga. Wafiki kabisa. Jirani, mimi nakwambia babako huyo anatakiwa aende kwa mganga. Mimi pia nilikuwa na shida na matatizo, yote yameisha. Haiwezekani mama. Haiwezekani kumpeleka kwa mganga. Kwa hiyo mtoto tumpeleke hospitali, haiwezekani. Kwa hiyo mtoto unanipanda mimi kichwani? Nakuuza mimi, wewe unanipanda mimi kichwani? Kati yangu mimi na wewe alianza kuona jua nani? Nakuuliza, kati yangu mimi na wewe alianza kuona jua nani? Nimeshasema babako tunampeleka kwa mganga, imeisha. Sawa? Sitaki tena maneno mengine. Hii issue ni kwa mganga Kabogo, baba hii tunamuinua. Kwa Kabogo, mume wangu akapone. Kama nilivyowaambia, mimi ndio mganga Kabogo. Kama nilivyowaambia, mambo yote yanapatikana kwa Kabogo. Huyu ndio mganga alionitibia mimi. Unaona na shoga yangu. Nimekuona. Huyo Kabogo. Tuli. Kuna jini amekuja. Anaitwa jini Maimuna, msikilizeni. Sasa mimi. Kiti imekuja, nataka nini kiti? Ongea. Kiti? Ongea mimi. Nataka nini? Tumekuja mmeta mume wangu anaumwa. Anasumbuliwa na nini? Yaani hata sielewi anasumbuliwa nini, ana siku ya 3 hii. Ana siku ya 3. Hali wala hanywi. Yaani tafalani. Basi mimi dawa yake naijua huyo. Basi mganga tufanyie. Lakini hapo kuna mtu analoga huyo. Kuna mtu anamloga? Jirani yako pale. Mganga kweli? Ndio, si mganga, mimi kiti nimekuja emergency. Sawa, kiti nisaidie. Kwa hapo cha kufanya? Ndio nisaidie. Mimi nitasaidia. Ndio nisaidie. Chagueni. Nalipa namba au natoa keshi? Sisi tunatoa keshi. Natoa keshi? Maana niandika nitalipa namba kwenye mbango yangu. Hamna shida kiti. Hamna shida. Basi 30,000. Hamna shida. Mimi shida yangu mume wangu apone. Sawa? Nadhani ndio kumsikiliza alichokisema jini Maimuna. Ndio. Amesemaje? Anasema tutoe 30,000 atamsaidia. 30,000. Iko wapi? Ndio hii hapa naweka. Niweke wapi? Weka hapa. Usinipe. Sikantia dhambi. Hii hapa. Sikantia dhambi. Hii hapa. Sogeza hapa. Ewa, anapona huyo. Wagwana. Kama mlivyomsikia kijana wenu amesema, mume wake anasumbuliwa, kuna vitu msaidie. Na mimi najua lazima yangu azimje kuniangusha mpaka amenipa mkoba huu na lake jambo. Tena nipatie dawa huyu mzee. Mzee. Hali yake mbaya mganga. Hivi bila kumwona ni unajua vimacho huyu. Twende vimacho. Twende vimacho. Mungu vimacho vijulia hapa. Sasa kupona. Yuko amekuja kwa vimacho. Basi hata niwapeni dawa. Hii dawa hii tutakuwa namtwangia huyu. Hii tutakuwa namtwangia. Sawa Ndio. Hakikisha auongei na mtu. Sawa. Naweza mkaenda. Angelikuwa gati ningebula bila wasiwasi. Hata yule ndo mimi nasema nikimtavuna kivulogobe. Analode kinyume. Unapiga makofi makofi. Wewe umeolewa au hujaolewa? Bado. Nitawaambia utabaki hapa na mizimu. Tuondoke shida. Haya. Angelikuwa gati ningebula bila wasiwasi. Hata yule ndo mimi nasema
Mbona mmenipigia simu? Mganga, hali ya mume wangu ni mbaya. Imekuwa ni mbaya kuliko hata kipindi, yani hata ile niliyokuja naye kwako kule. Kwa sababu mimi nilikupa zile dawa nikakwambia ufuate masharti usiongee na mtu. Sasa kwa nini azidiwe? Ile dawa ulionipa kwanza sijaongea na mtu njiani. Sawa. Dawa ulionipa ameniambia siku ngapi? Au siku 3. Ameoga mume wangu siku 3 lakini hali yake kama unavyoiona bado. Wewe utakuwa umekosea masharti, ila tuachane na hayo. Una shilingi ngapi? Mimi saa 12 jioni huyu anaamka. Una shilingi ngapi? Nianze kazi. Kwa sababu kiti anataka 60,000. Sio mimi ni kiti. Hamna shida mganga. 60,000 sio pesa. Mimi shida yangu mume wangu apone. Sawa. Angalikuwa kasi ningemula bila siwasi. Hata huyo ndobe mimi nasema nikimtafuna kivurugobe anarudi kinyume kivurugobe anarudi kinyume. Kama nilivyokuambia ile siku hapa kuna watu wanamchezea na watu wanamchezea lazima tuwanyoshe. Tunawanyosha. Hamna shida mganga. Kuna hicho kinaponionyesha ndio sio kwenye nani kwenye tego. Kinipeleka wapi? Sio mimi ni mizimu. Hapa kuna kitu. Kwa nini hapa nywele ziote? Wapi? Yaani mnataka kwenda hospitali. Hapa. Mnaleta waganga mpaka nyumbani. Mama, mtafika mpaka lini maisha ya hivi jamani? Ndio mtoto, uone kama mganga anafanya kazi yake hapa. Anafanya kazi vipi wakati tumeshakubaliana mama huyu aende hospitali jamani? Sitaki kelele. Naomba mwache mganga afanye kazi yake, sawa? Kaboko. Ama kweli. Kazini kwangu kuna kazi. Staajabu ya Musa ya Firauni anakuja. Kwani mwanangu? Wewe unamjua mganga? Mama. Namfahamu kuliko yani ninavyojifahamu mwenyewe jicho langu. Na wewe ulikuwa unaendaga kwa huyo? Angelikuwa kasi ningemula bila wasiwasi. Sijawahi kwenda kwa huyu. Huyu ni rafiki yangu nimesoma naye. Baada ya kuwa maisha magumu aliwahi kuniambia kabla kwamba kuna kazi anataka kwenda kuifanya. Sasa hiyo kazi ambayo nimeifikiria ndugu yangu. Ni bwana nimeona. Niwe mganga. Mganga? Ndio. Ndugu yangu, mimi nilijua tu. Anakwambia hivi, rafiki umfaye kwa dhiki ndio rafiki wa kweli. Lakini wewe ndugu yangu sio rafiki wa kweli. Sema mwanangu, hicho ambacho umekifikiria kuwa nacho makini sana. Wewe shoga yangu, usipesema mganga huyo. Yasi, tulia mwanangu. Tulia. Mganga tulia. Mnevujia mishi. Mizimu heshima. Hakuna mganga hapa. Umeniambia mganga? Na mimi shoga yangu ni yaani mimi nawaambia hivi, hapo unaona bangu ukajua kila kitu. Sio niambia kutibia wewe, sio masuala kwa nini? Sijui umeikiwa mwanaume kwenye chupa. Sio wewe unasema. Ni mimi lakini ni yeye kasema. Mwanangu. Mganga. Mnakosea mizimu heshima, mnevunjia mizimu heshima. Kaboko wewe kweli wewe. Wewe naye kujua mimi. Wewe. Hauna kufananisha. Ndiye. Hapana. Wewe kumbe sio mganga wewe. Yaani ndio yule. F30 zangu umechukua kwa ajili ya mume wangu apone. Kwa mwanangu wewe asili kweli huyo kudanganya sisi? Yaani wewe rafiki yangu kwani unanifanyia hivi? Kama cha asili ya babako. Akataka na F60 huyu mganga kweli? Tulia. Yaani ushikaji kwanza leo kwanza unaishi. Nitayuka mimi sasa hivi. Wewe hamna kuyeyuka wala kutoweka hapa bwana. Ongea bwana. Anaweza kayeyuka kweli. Chujio.